Hello my beautiful people, karibuni Idazara, ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Idazara. Karibuni sana Idazara, awaken your inner glow. Nikigusa pia baadhi ya maeneo ambayo tunayaishi kila siku. Nini kifanyike sasa kwa mwanamke ambaye anataka kujenga uchumi? Unataka kujenga uchumi ulionao, uchumi mzuri. Nini kifanyike? Zingatia yafuatayo. Chungulia fursa zilizopo. Mwanamke usikae tu. Yaani usikae tu kusubiri kuletewa. Chungulia fursa, kuna fursa gani na fursa zipo ili niweze kuongeza kipato katika familia. Na fursa zenyewe ni hizo kama fursa za mikopo. Kuna benki ambazo zinatoa mikopo kwa wanawake. Tukimbilia huko, umejaribu kusikia katika tosha. Kimbilia kwenye taasisi ambazo zinatoa mikopo kwa wanawake. Kuna vikundi vya kifedha, tunaweza kushikamana. Mimi niwapongeza wanawake wameweza kushikamana na kutengeneza hivi vitu vinaitwa mikoba, tunasaidiana, tunaiona mitaji inakuwa na tunaweza kuzalisha uchumi wa familia zetu hata jamii. Lakini pia tujitahidi kukwenda na teknolojia. Teknolojia ina maana kwamba kufanya pia hii marketing ya mitandao. Ina maana kwamba unaleta yako, lakini sasa utaiuzaje? Kama nilivyowaambia kwamba uchumi unaendana na uzalishaji na uuzaji. Uuzaji ukiwa mkubwa, uzalishaji ukiwa mkubwa, uchumi unakuwa mkubwa. Sasa umekaa pale kujatangaza bidhaa yako, uchumi utakuwaje? Kwa hiyo tuweze kuendana na teknolojia na application mbalimbali ambazo ziko katika mitandao yetu. Lakini pia mwanamke, zingatia vitu vitatu katika maisha yako. Ukizingatia vitu vitatu, maana yake ni kwamba utaweza kufanikiwa. Cha kwanza tunahakikisha kwamba unakuwa mchapakazi. Unajua kwamba matokeo yanapimwa na bidii ulionayo. Kama bidii ndogo, matokeo ni madogo. Kwa hiyo hakikisha unafanya kazi kwa bidii. Kama ni kuuza duka, hakikisha unauza duka lako kwa kutumia muda wako. Sio kama na mwingine unaenda kazi sasa kwa mchana, utauza, utaingiza kipato. Mwingine ni kwamba unafanya kilimo, lakini unafanya kwa uelekevu, huwezi kuzalisha kipato cha kutosha. Kwa hiyo cha kwanza uchapakazi. Cha pili, hakikisha kwamba unakuwa mwaminifu. Kauli mbiu hii inatufundisha kwamba hakuna maendeleo ya kweli yanayoweza kupatikana bila kumshirikisha mwanamke. Wanawake ni nguzo muhimu ya maendeleo ya jamii na taifa. Tukiwezeshwa kiuchumi, tunakuwa na uwezo wa kuinua familia zetu, jamii zetu na taifa kwa ujumla. Katika wilaya ya Geita, wanawake wameendelea kufanya kazi kwa bidii katika sekta mbalimbali kama vile uchimbaji. Wanawake wengi wamejikita katika uchimbaji mdogo mdogo, lakini bado wanakabiliwa na changamoto ya mitaji, zana za uchimbaji na masoko ya uhakika. Pia wanawake wanashiriki katika ufugaji wa kuku, mbuzi na ng'ombe, lakini wanahitaji msaada wa pembejeo na elimu ya ufugaji wa kisasa. Ujasiriamali. Wanawake wa Geita wanashiriki kamilifu katika biashara ndogo ndogo kama vile usindikaji wa vyakula, utengenezaji wa sabuni, vikundi vya ujasiriamali na biashara za huduma. Hata hivyo, wengi wao wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mitaji, fursa za masoko na mafunzo ya biashara ili kuongeza tija. Elimu na afya. Elimu ni nyenzo muhimu ya kumkomboa mwanamke. Tunaendelea kuona mabinti wengi wakijiunga na shule na vyuo, lakini bado kuna changamoto ya ndoa za utotoni, mimba za utotoni na ukosefu wa vifaa vya shule kwa watoto wa kike. Vile vile katika sekta ya afya tunatambua juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya
ya mama na mtoto, lakini bado kuna hitaji la kuongeza vituo vya afya vya karibu na huduma za bima ya afya kwa wanawake wajasiriamali.